بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وذله وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. نعم، tumefika katika shurutu as-sujudi, shurutu as-sujud, masharti ya kusujudu. Soma. فصل في شروط السجود. شروط السجود 7: أن يسجد على سبعة أعضاء، وأن تكون جبهته مكشوفة، والتحامل برأسه، وعدم الهوي لغيره، وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته وارتفاع أسافله على أعاليه والطمأنينة فيه. خاتمة في أعضاء السجود. أعضاء السجود 7: الجبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون أصابع الرجلين. هاي asema Sheikh Fasli, kama tulivyoona darasa lililopita tulizungumzia masharti ya Fatiha, sio? Naam. Sasa tutazungumzia masharti ya kusujudu. Sawa. Asema Sheikh shurutu sujudi 7. Masharti ya kusujudu ni masharti 7. Ni muhimu sana haya masharti. Manake tutaona hapa kuna vituko vaendelea katika nini zetu, katika swala zetu. Hizi swali kama kujipiga na majanga mara nyingi tumekariri. Watu hatutaki kusoma kisha tunalaumu. Inshallah Mungu atustiri, lakini hakuna udhuru mtu akiishi miji kama hii yetu, dunia kama yetu sana ni kuwa anao uwezo wa kufikia mtu ambaye atamfundisha swala. Ni yeye mwenyewe ndo hataki, na tutaulizwa siku ya kiyama. Tumeeleza mara nyingi tulipoanza madarasa kutoka risala kule. Manake mtu mara nyingine anaweza kuuliza, mbona lakini mambo madogo mwafuatilia mpaka kwenye swala? Kwa sababu bwana mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuja Mwarabu pale, mbedui mmoja. Ikawa hiyo swali, alipomaliza swali bwana mtume akamwambiaje? Rudi swali tena, manake hujaswali. Sasa kama ingekuwa ni ruhusa tu swali tutakavyo, bwana mtume asingemrudisha yule jamaa. Na akarudi mara ya pili yule jamaa. Bwana mtume akamwambia, rudi tena swali mara ya pili. Akaswali mara ya tatu yule jamaa. Bwana mtume akamwambia, rudi tena swali mara ya tatu. Yule jamaa akamwambia, ya Rasulullah, mimi sasa hapa ndo nimefikisha kikomo. Huu ndo uwezo wangu wa juu zaidi. Siwezi kufanya kitu zaidi ya hapa. Bwana mtume akamwambia, usingesema ungekuacha mpaka uipate. Ndio akamfundisha, utaswali hivi. Kwa hiyo si mambo ya kuachwa tu hivi ati sasa bwana Mungu ni rahimu. Mungu ni rahimu ndio mahali pake. Mungu ni rahimu, lakini wewe umeitumia mahali ambapo sipo. Tuko pamoja. Asema Sheikh rahimahullah, faslun, ni kigawanyo. Shurutu sujudi 7. Masharti ya kusujudu ni 7. Akwambia an yasjuda ala 7 a'dha. Kabla ya kuendelea nimeghafilika, yani siko ghafilika, ndio natakule ni kuwa sharti moja ikipungua kama kawaida ni kuwa mtu hajafanya nini, atahesabika kuwa hajasujudu. Na ikiwa hajasujudu basi swala ile jambo lazima pia tuwe nalo kila wakati tukizungumzia masuala haya. Kwa hiyo sema Sheikh shurutu sujudi 7, masharti kusujudu ni 7. Nasema an yasjuda ala 7 a'dha.
asujudu yule mtu kwa viungo vingapi? 7. Viungo 7. Na viungo vyenyewe atavitaja katika hii khatima. Hapo alivyosoma khatima, adhau sujudi 7. Hapa ndo atavitaja viungo vyenyewe. Kwa hivyo hakuna haja tuvitaje sasa. Lakini lazima usujudu kwa viungo 7. Ni sunna ikiwa mtu atasujudu, ni sunna kwanza uanze na magoti. Jamani, ndio madhehebu yetu. Kwa fahamu walivyofahamu wanazuoni hadithi za Bwana Mtume, wamefahamu kuwa ukisujudu kwanza weka nini? Magoti, kisha mikono, kisha ndio weka nini? Bapa la uso. Tumeelewana? Ama kichwa. Kwa hivyo kwanza magoti kisha mikono. Lakini mtu akiwa utaona mtu mwingine amefuata madhehebu mengine ameanza na mikono, si vita bwana. Haivunji swala. Ama vipi? Haivunji swala, si vita. Sawa? An yasjuda ala 7 a'dha. Kisha wa an takuna jabhatuhu makshufa. Wa an takuna jabhatuhu makshufa. Na iwe bapa lake la uso limekashifiwa, yani limedhihirishwa. Adhihirishe bapa lake la uso. Adhihirishe nini? Bapa lake la uso, yani asilifinike. Antakuna na liwe, antakuna jabhatuhu, na liwe lile bapa lake makshufatan, limedhihirika. Sawa? Yani iwe lile bapa linaguza ile sehemu unayoswali. Sawa? Hata kama ni sehemu ndogo ya bapa. Hata kama ni sehemu ndogo ya bapa la uso. Hapa ndo muona itoje, nikiwaambia vituko vinavyoendelea sana. Utaona mtu amevaa kofia ameifikisha wapi? Shaona sasa amefinika bapa lote. Kwa hivyo akisujudu kama hivi, maana yake amefinika na hii kofia. Bapa halijafanya nini? Halijafunguka au vipi? Tukwambia sijda haijaswihi. Na kama sijda haijaswihi, swala huna. Tena utaona wengine katika yani mambo ya kushangaza, mtu ndo jina sijui shekhe, pewa majina makubwa makubwa, sijui alama, daia, sheikh, imam, kisha amevaa kilemba ama sijui ni ile utahitaji ile ameifinika paka. Sasa utasababisha vipi? Sala isi. Sala isi. Ni jambo la kusikitisha sana, limeenea. Fikiria mshaona, yani mara nyingine hata watoto wengine hapa tuwaona amefunga kilemba, ataka kufunga vile vilemba nchi hizo yani za Arabu afunge kilemba, basi amefinika mpaka bapa lote, mpaka mwombe pandishe. Sala isi. Ni jambo ambalo lazima tulizingatie. Asema watahamulu bi ra'sihi. Naam. Na afanye uzito. Atahamulu ni kuweka uzito bi ra'sihi, kwa uso wake. Kwa kichwa chake. Yani aike uzito pale anaposujudu kidogo, si ataweke sana mpaka baada ya siku 2 tu ametoka na dude la sijda. Lakini aike kidogo tu. Na hii ndio kawaida, watu wengi huwa wameweka kidogo. Yani wanatuambia maulama uweke uzito kwa namna ambayo lau kutawekwa pamba pale chini. Unajua pamba ile. Lau pamba itawekwa pale chini, ile pamba kidogo itaganda. Itaenda chini. Manake pamba siko hivi. Yani kidogo pamba utasema kidogo ina hewa nyingi ndani. Ukiweka nguvu kidogo tu yafanya nini? Yaingia, yashuka chini, sio? Tunataka uweke nguvu kidogo. Sawa, kwa hivyo uweke uzito kidogo. Watahamulu bi ra'sihi. Na kuweka uzito kwa nini? Kwa kichwa chake. Wa adamul huwiyyi li ghayrihi. Hapa ni muhimu. Wa adamul huwiyyi li ghayrihi. Yani na mtu asisujudu ama asiname, ile action ya kusujudu ile asiname kwa sababu nyingine. Yani vipi? Hii nafikiri tulieleza kwenye rukuu. Naona mara yakumbuka. Yani kwa mfano mtu alikuwa amesimama, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd. Kabla ile kusujudu ukaja mtu akamtisha, yotaka kumpiga, basi akawa yuahepa. Kwa hivyo yeye ameinama kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuhepa, sio? Akainama kafika mpaka chini akasema khalas, mimi na uandege wawili. Kwa nini? Kwa je, si shafika chini, hakuna watu kwambia haisihi hiyo. Paka urudi, kwa sababu wewe ulipoenda chini ulienda kwa sababu nyingine, ulienda kwa nia nyingine. Sijui kama tumeelewana. Ama mtu ameketi leta twaje kuketi baina ya sijda mbili, si baada ya sijda kwanza unaketi rabbi khili warhamni wajburni warzuqni, sio? Sasa umeketi pale, mara ukaona kitu ukaogopa, ukainama ukahepa kile kitu, tutakwambia haisihi hilo, haihesabiwi yani kama ni kusujudu, bali lazima arudi juu afanye nini? Asujudu tena. Tumeelewana? Wa adamul huwiyyi li ghayrihi, na asi iname kwa sababu nyingine.
yani lighairi sujud. La ilaha illa Allah. Asema Sheikh, wa alla yasjuda ala shay'in yataharraku biharakatihi, wa an la yasjuda ala shay'in yataharraku biharakatihi, na asisujudu wa an la yasjuda, na asisujudu ala shay'in, juu ya kitu, yataharraku, kinachotingika, kitu kinachotingika, biharakatihi, kwa kutingika kwake. Yani mfano ni ile kama mfano tulopiga wa kilemba ama kofia, ama kishali. Unajua kishali sio? Unajua kishali? Kishali ile ambayo mashaikh wengine huwa kavaa hapa. Ile shali. Kile kishali mtu akisujudu labda joto sana, jua kali labda ile sehemu unayosujudu, basi mara nyingine ile shali unaweka ili usichomeke. Haifai. Sujudu moja kwa moja. Usisujudu kwa kitu ambacho wewe umekibeba. Waweza kusujudu, waweza ile kishali kuanzia mwanzo wa swala umekiweka chini. Ama kabla ya kusujudu ukakiweka chini, kisha ukakisujudia. Pale maana yake itakuwa haukibebi. Lakini usisujudu kwa kitu ambacho ni tutasema wewe ima unakibeba, ama kinatingika kile kitu kwa kutingika wewe. Yaani tukisema kinatingika kwa kutingishika wewe, yani ukiruku ile kitu kama ambaye yaruku na wewe, kama hivyo kishali. Hiyo ndo maana ya kutingika. Lakini lao mtu atasujudu kwa mfano juu ya kitanda. Mfano juu ya kitanda na kitanda chenyewe, taban kitanda cha tingika. So, haina neno hilo. Haina neno. Maana yake ile si ati wewe umebeba. Ushanielewa? Tuko pamoja? Wala yasjudu ala shay. Wartifa'u asafilihi. Kabla ya kuendelea, lau mtu atafanya kusudi, sawa, anajua wifi na amevaa kilemba kile chake, akasujudu juu ya kile kilemba, kama afanya kwa kusudi na anakumbuka, swala imebatulika. Yani mtu atakaye sujudu kwa kitu ambacho ima amefinika lile bapa la uso, ama ana hiyo aitwaje, kishali, labda akisujudu anasujudia kile kishali chake huku amekibeba, tutamwambia ikiwa anakumbuka, anajua, basi swala imebatilika na kimefanya kusudi. Lakini kama amesahau, tutamwambia swala haijabatilika, lakini ile sijda lazima ufanye nini? Uirudie. Asema Sheikh, wartifa'u asafilihi ala a'alihi, na kuinuka kwa sehemu yake ya chini, yani kuanzia kwenye kiuno. Kuinuka sehemu yake ya chini, yani kuanzia kwenye kiuno, kiinuke ala a'alihi, iwe juu ya sehemu yake ya mwili ya juu. Mwanadamu ana sehemu za mwili ya juu ambao ni kichwa na mabega, na sehemu ya chini kutoka kwenye kiuno kwenda chini. Sasa kwenye sijda lazima ile sehemu ya kiuno iwe iko juu na sehemu ya kichwa iwe iko chini. Yani lao mtu atasujudu, na akisujudu yeye kichwa chake labda naitaje kiuno chake viko sawa sawa. Yani vipi? Mtu anaweza kushangaa vipi? Ngoja niwape mfano. Mara nyingine mnaenda sehemu kumejaa sana, watu wengine wanaswali hata kwenye ngazi. Ukisujudu nini yatokea? Ngazi ile ile mbele yako iko juu. Sasa mshaona mtu anaweza kusujudu hivi. Karibu. Nimesujudu hivi. Na nimesujudu kwa ile ngazi ambayo iko mbele yake. Ukisujudu hivi, kichwa changu na kiuno changu kipi kiko juu? Kipi kiko juu? Kichwa na kiuno. Kiuno kiko juu ama kichwa ndo kiko juu? Naam. Kiuno kiko juu. Umeona? Kiuno kiko juu. Yaani bado hapo hivyo. Kama kiuno bado kiko juu. Sawa. Basi lao ingekuwa iko juu zaidi, lakini mnaelewa. Yaani kama nitasujudu kama hapa. Sasa hapa utaona kichwa labda kiko juu kuliko nini? Kiuno. Kwa sababu hii sehemu yangu ya mbele ambayo naika kichwa imeinuka. Sasa isiwe sijda hiyo. Tumeelewa? Hata kwa dharura. Ikiwa mtu sasa ni hawezi au mambo mengine. Ukisema dharura yani unamtia nini dharura? Maanisha pengine sehemu, yani mahali ambapo yani koketi ile kwa jamaa, sehemu ambayo umekaa wewe na hicho kidude ambacho kipo yani kama hiyo step sasa. Wallahu a'lam.
wallahu aalam, mpaka nihakikishe. Lakini ninapokaa kwa la lazima tafute, yani aswali peke yake kama lazima hiyo, kama lazima hiyo. Lakini kuna mfano na, lakini kama nilivyokuambia lazima nikahakikishe. Hii sina uhakika. Nakumbuka masala tuliyataja tulipokuwa tuzungumza kuhusu Fatiha. Siku Fatiha kuhusu kusimama katika swala. Kusimama katika swala za faradhi hukumu yake nini? Kusimama lazima sio? Haya, wewe mwenyewe utajijibu. Lakini tukasema mara nyingine mtu anapiga hesabu, mimi nikiswali jamaa itabidi niketi, yani siwezi ule muda mrefu, itabidi niketi. Lakini nikiswali peke yangu naweza kuswali kwa kusimama. Tulisema afanye nini? afadhali aswali peke yake. Lakini anaruhusa kuswali jamaa? Anaruhusa kuswali jamaa. Basi hapa itakuwa kama ambaye hivyo. Yani hapa wallahu aalam, hapa kwenye sijda kama ambaye mfano wallahu aalam inakaribia kwa hivyo sio? Ama wanaje? Lakini nataka tuhakikishe. Sawa? Tutahakikisha inshallah, nikumbushe. Kama waweza liandike swali tafadhali. Msitaki kukata. Sawa. Liandike swali kisha baadaye tutani. Kisha mwisho akwambia shekhe watumaninatu fihi. La ilaha illa Allah. Watumaninatu fihi, yani nikutulia katika hiyo nini? Sijda. Lazima utulie kidogo, sio nkudona dona. Usidone. Wewe tulia kidogo kisha uendelee, uinuke nazo. Sawa? Na kutulia kama tulivyosema. Unatulia kwa kadri tu ya subhanallah, angalia. Si ati lazima ukae muda mrefu, la. Unajua kuna watu katika mambo ya kusikitisha, yani mtu akiingia katika swala ndio tuna haraka. Hususan ikiwa tuswali peke yetu. Yani lao mtu atakuwa yuswalisha, tutaona swali kwa khushui kweli, yarefusha swala, lakini tukiswali peke yetu, wallahi tudhulumu swala. Yani katika alama hatari sana za riya na unafa. Almuhimu, utaona mtu mara nyingine uswali anadona, yani Allahu akbar Allah. Haisihi. Lazima ukite kidogo, utulie kidogo. Ndio hiyo tumanina. Utulie kidogo kadri ya subhanallah, Allahu akbar. Kisha sujudu, Allahu akbar. Wangoja kadri ya subhanallah kisha ndio fanya wainuka. Sawa? Naam. Mfano kama imam akae sio sana hivi, akishakuwa amesimamia subhana rabbil ala simamia, alafu mwingine pale anaweza kutoa dua akiwa kwenye siku ya Kiarabu. Je, hilo ni sawa? Kwa dua ndio haina neno sawa, lakini ni bora kama ni imamu, asirefushe. Aseme tu subhana rabbiyal a'la mara 3 basi. Sunna kwa imamu ni aseme subhana rabbiyal a'la mara 3 tu, usirefushe. Ndio sunna, lakini wengi wanaorefusha ni kuwa sijui utasema, isipokuwa ikiwa wale maamumu ameridhia. Unajua mara nyingine kama hapa madrasa. Hapa hata ukirefusha haina neno. Lakini msikiti ambao watu wanakuja tofauti ama hata kama ni wale lakini hawajaridhia. Yani ni watu ambao hawajaridhia, wewe uwarefushie swala. Basi si sunna uwarefushie. Sawa? Hello. Asema Sheikh Khatima. Ni mwisho sio? Asema a'dha'u sujudi 7. Viungo vya kusujudu ni 7. Vile viungo ambavyo tumevisema hapa lazima aviweke asujudu navyo ni 7, ndio yavitaja. Akwambia aljabhatu ni bapa la uso. Aljabhatu bapa sio? Wabutunul kaffaini na matumbo ya mikono miwili. Angalia matumbo ya vitanga. Angalia matumbo ya vitanga, yani hapa. Hapa kuna ishkali. Waweza kuweka hata kama ni kidole kimoja haina neno. Hata kama ni kidole kimoja haina neno. Sawa, lakini ishkali ambayo tunataka kuigusia ni wale wanaoswali mara nyingine mtu ameshika mswahafu. Mara nyingine mtu ameshika mswahafu anaswali. Kwa nini kushika mswahafu na kuswali ile ni sawa? Haina neno. Katika madhehebu yetu haina neno. Sasa ishkali inakuja wakati wa kusujudu. Akisujudu hataki kuweka mswahafu chini, ni jambo zuri.
lakini ule mkono anaweka vipi? Maana ameshika na mkono wake wa kulia, lakini huwa amegeuza mkono. Kwa hivyo tumbo la mkono halijagusa nini? Ambayo imegusa chini ni mgongo wa mkono. Maana ameshika mswafu hivi. Swala isihi. Afanye nini? Awe atafute sehemu ambapo kuna kama meza hivi kando yake, ile kitakusujudu yule mswafu anauweka na anaendelea. Ama mswafu kama atauweka hapa chini ya mkono hivi wakati wa kusujudu. Ama hata kama atafanya hivyo atakavyofanya, au shike ule mswafu, lakini ashike kwa namna ambayo ataweka hata kama ni kidole kimoja kwenye nini? Kwenye ardhi, lakini lazima utumbo wa mkono uguse nini? Uguse chini. Tumeelewa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wa butunul kaffaini, lazima kidole kimoja huku na kidole kimoja kule, ala alaqal, yani ni uchache, sawa. Warukbatani asema shekhe, warukbatani, na magoti mawili. Kwa hivyo tumesema bapa la uso moja, vitanga viwili ama utumbo wa vitanga viwili, mbili tatu, hizi mbili bapa moja, kisha mbili tatu hizi, kisha magoti mawili 5. Haya ya mwisho, na hii muhimu pia ina maelezo, wabutunu asabi'i rijlaini, na matumbo ya vidole vya nini? Matumbo ya vidole. Jamani, matumbo ya vidole ni hivi. Angalia. Matumbo ya vidole ni hivi. Yaani ile sehemu unayokanyagia nyayo, lakini kwenye vidole. Taona watu wengine wakisujudu aweka kidole hivi. Angalia. Taona? Yaani matumbo ya uso. Haris, angalia. Angalia. Kuna watu wasujudu hivi. Haiswi. Tunataka ikae hivi. Umeelewa? Kuna watu hivi. Kuna wengine wainua mguu mmoja juu ya mwingine. Haiswi. Lazima angalau hata kama ni kidole kimoja peke yake, lakini utumbo, yani kulekwa chini, lazima. Ni mambo subhanallah, kama nilivyosema, yani ni mambo yanasomeshwa. Hiki ni kitabu cha watoto. Lakini utaona watu wakubwa, watu miaka 50, miaka 30, 40 hawajui kuswali. Sasa watakwenda kusema nini kwa Mungu? Na hawajali. Sio kuwa hawajui, kuwa ati wanajali labda akili hazikubali. La, hawajali. Ama niseme hatujali. Unajua astaghfirullah, tutajitoa kama ambayo tunajitakasa, lakini la, yani hatujali na sheria yetu. Mungu atusikie na atuongoze. Naam, kisha asema faslun tashdidatu at-tashahhudi 21. Sasa hapa hizi fasli mbili zinazokuja ama hata 3 hazina maelezo kabisa. Kwa hivyo mimi nitazisoma, manake sharhi yake ni. Kwa hiyo acha tu nizisome. Kisha baada yake tashdidat. Ndio hiyo sasa. Asema Sheikh, tashdidatu tashahudi 21. Tashdidat, yani zile shadda kwenye tashahudi ni ngapi? 21. Kama vile kwenye Fatiha, mara utakuwa kumbuka tulisema kwenye Fatiha lazima upige ile shadda uzitoe sawa sawa, sio? Alhamdulillah, bismillah. Usije ukasema tu bismillahir rahmanir rahim. Lazima zile shadda ufanye nini? Uzitoe. Hapa pia kwenye tashahudi ni hivyo hivyo. Ndio sasa azitaja zile. Akwambia tashdidatu tashahudi 21. Shadda ambazo ziko kwenye tashahudi ni ngapi? 21. Khamsun fi akmalihi. Kuna shadda 5 kwenye tashahudi kamili. Sawa? Maana angalia, kabla hata kuingia hapa tashahudi, sisi tunajua kuna ile tashahudi ndogo kabisa tuliisoma kama kumbuka. At-tahiyyatu lillahi, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paka hii ndio tashahudi. Zile at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu. Hii ni ndefu. Fupi ni at-tahiyyatu tu. At-tahiyyatu lillah asra. Ile ndefu. Ndefu najua, hiyo fupi. At-tahiyyatu lillah. Iko nafikiri hapa. Iko at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy.
Naam, iko. Yaani nasema hiyo ndio nilikuwa natafuta. At-tahiyatu lillah. Haiko basi. Haiko kwenye kitabu hiki, ni kitabu kingine. Umeghafilika. Sawa. Lakini utajua pengine nini? Nini? Lakini utajua hata kutoka kwenye hii nitakuonyesha. Sawa, hapa nitakuonyesha. Wa 16 fi aqalli. Kwa hivyo 5. Sasa sisi tumesema kuna ile kamili na kuna ile chache zaidi. Yaani tutasema huyu mtu amefanya wajibu. Sio? Basi ile ndefu 5 fi akmalihi. 5 fi akmalihi. Ile kamili ina 5, yani ina shadda 5 zaidi ya ile ambayo haiko full. Ile chache tashahudi chache zaidi ile imepungua shadda ngapi? Shadda 5 ungilinganisha na ile tashahudi kamili. Sawa. Asema wa 6, angalia wa 16 fi aqallihi, na 16 kwenye nini? Kwenye ile tashahudi ndogo. Kwa hivyo ile ambayo haijakamilika. Sasa ambayo haijakamilika ina shadda 16. Ambayo imekamilika ina 16, uongeze zile Tumeelewa? Ndio akwambia 5 fi akmalihi. 5 kwenye ile iliyokamilika, hamaanisha eti 5 tu, la. 5 pamoja na zile 16 ile kwenye tashahudi ambayo haijakamilika. Ile ndogo sasa. Ile ndogo ni 16 tu. Ile iliyokamilika ni 16 na ngapi? Na 5. Sawa? Akwambia at-tahiyatu ala ta'i wal ya. Na hapa kuna jambo jamani, angalia si akwambia at-tahiyatu, shadda iko kwenye nini? Ala ta'i, juu ya ta, wal ya, na kwenye ya, kwenye ye. At-tahiyya, kuna watu husema hivi at-tahiyatu. Kuna tofauti baina ya at-tahiyatu na at-tahiyatu. Kweli ama si kweli? Sasa kuna watu husema at-tahiyatu, haitoshi ile, haisihi. Lazima useme at-tahiyatu. At-tahiyatu, shadda kwenye ta na shadda kwenye ya. Tuko pamoja? Ndio nakwambia Sheikh hapa, ala ta'i wal ya'i, juu ya te na juu ya nini? Ye. Sawa? Ta'i wal ya. Kisha al-mubarakatu, as-salawatu, angalia, as-salawatu ala swadi, ala swadi, kwenye swadi. As-salawatu kwenye nini? Kwenye swadi. At-tayyibatu, at-tayyibatu, angalia hapo at-tayyibatu ziko mbili, sio? At-tayyib kwenye te, akwambia sasa ala ta'i wal ya'i, kwenye te na kwenye nini? Kwenye ye. Utakaraba kwenye te na kwenye ye. Kisha akwambia lillahi, akwambia hapo ala lamil jalala, juu ya lam ambayo iko kwenye Allah. Lamil jalala ni lam ile kwenye aljalala. Aljalala ni jina la Allah. Allah inaitwa lafdhul jalala ama ismul jalala. Neno Allah huwa inaitwa nini? Ismul jalala ama lafdhul jalala. Sasa hapa akwambia ala lamil jalala, ile shadda iko juu ya lam ya nini? Ya Allah. Sawa? Kisha assalamu ala sini, assalamu, manake assalamu alayka, sio? Assalamu ala sini, juu ya sini. Kisha alayka ayyuhan nabiyyu, hapo kuna 3. Ayyuha kwenye ye, an-nabiyyu kwenye nuni, kwenye ya, kwenye ye. Asema hapa kwenye kitabu ala liyai, juu ya ye, ayyuha, sio? Wanuni kwenye nuni, annabi, kisha kwenye ye alia, annabiyyu. Sawa? Wa rahmatullahi ala nabiyyu, hapa ni nuni na ye pia, sio? Nuni na ye pia, sio? Akwambia ala lamil jalala, wa rahmatullahi ala lamil jalala, juu ya lam ya jalala, lam ya jina la Mwenyezi Mungu Allah. Kisha akwambia wa barakatuhu, kisha assalamu ala sini, sio? Juu ya sini. Alaina wa ala ibadillahi,
Wa alaykum salaam. Alhamdulillah. Sawa, tuendelee. Alaina wa ala ibadillah. Alaina wa ala ibadillah. Wa ala ibadillah. Hapo ala lami. Tunakwambia ala lami aljalala. Juu ya lam ya nini? Ya Allah. La. Wa ala ibadillah. Sawa? As-salihina ala as-sadi. As-salihina ala as-sadi. Juu ya sadi. Ashhadu alla, hapa muhimu. Ashhadu alla, si an la. Ashhadu si shin. Ashhadu alla, si an alla kwenye lamu. Angalia pale nun haitolewi. Wewe unasema ashhadu alla. Ashhadu alla ya lam. Sawa, nakwambia ala lami alif, ala lamu alif. Sisi tukisema lamu alif, hamza, ye, nasr. Ala lami alif. Kisha illa Allah, illa Allah. Ala lami alif wa lami aljalal. Lamu mbili. Illa na Allah. Sio? Kisha sema wa ashhadu anna ala nuni, wa ashhadu anna ala nuni, juu ya nuni. Sio? Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Hapa ni muhimu jamani. Hapa kuna kama tatu. Angalia. Muhammad, sawa? Kwa hivyo mimi. Lakini Muhammadar kwenye re. Nzuri. Kwenye re Muhammadar, sio? Tutajwidi mojua. Muhammadar, sio? Muhammadar Rasulullah. Kwa hivyo hizo vitu vitatu. Akwambia ala mimi Muhammad, kwenye mimi ya Muhammad, wa ala rai, na kwenye re, wa ala lamil jalala, na kwenye lamu ya nini? Ya jalala, yani lam Allah, sio? Kisha sema faslu. Hiki ni kigawanyo. Tashdidatu aqalli salati ala nabii 4. Sasa akwambia shedda zile zilizoko katika uchache wa swala ya mtume. Maana uchache wa swala ya mtume ni useme tu Allahumma salli ala Muhammad. Hiyo ndio uchache. Hiyo inatosha. Sawa, lakini sunna useme Allahumma salli ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala mpaka mwisho maarufu, sio? Naam. Sasa hii uchache akwambia shedda zilizoko ni nne tu. Akwambia Allahumma ala lami wal mim. Allahumma juu ya lam Allah, sio? Na mim ma Allahumma, sio? Kisha salli ala lam, ala lam juu ya lam, sio? Salli juu ya ile lam. Kisha kwambia ala Muhammadin, ala Muhammad. Na hiyo iko juu ya nini? Juu ya mim, juu ya mim. Sawa, tuendelee tumalizie inshallah. Hii ndio nafikiri hii ya mwisho tutasimama hapa. Anasema faslun, hiki ni kigawanyo, pia hii inahitaji sharhi, ndio maana nasoma mwenyewe. Anasema faslun, aqallu salami assalamu alaykum. Aqallu salami yani uchache wa salamu. Ile salamu ndogo kabisa ambayo inatosha, inaswihi. Ni useme nini? Assalamu alaykum. Yani wewe ukisema assalamu alaykum kisha useme ende zako imetosha. Hata kama mara ngapi? Mara moja. Imeswihi. Sawa? Asema assalamu alaykum. Kisha akwambia tashdidu salami ala sini. Lazima utie shadde kwenye nini? Kwenye sini. Sawa? Kwenye assalamu. Kisha inshallah kesho sasa Mungu akitupa uhai na uzima tutaingia kwenye nyakati za swala. Faslun fi awqati as-salah. Asli hii itazungumzia nyakati za swala. Inshallah tuingie kesho sisi tuna nafasi. Inshallah Mungu akitupa uhai na uzima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا.